بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يقول الحق تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة البقرة آية نمبر 263 ndio aya ya majlisi ya leo biidhni bari tabaraka wa taala, katika mwendelezo wa kuifasiri sura hii, surat al-Baqara. Aya kama tulivyoisoma ni aya fupi, na huenda pia majlisi yetu ya leo ikawa majlisi fupi pia kiasi fulani, kwa sababu ndio majlisi ya kwanza baada ya kupita kipindi kirefu ambapo darsa zilisimama kwa dharura mbalimbali. Kwa hiyo leo tumeanza tena safari yetu hii ya kuifasiri surat al-Baqara tukiwa kwenye maneno haya ya Allah azza wa jalla: qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Lakini kabla sijatoa tarjuma fupi ya aya hii, nirudi nyuma aya moja ili tuunganishe mazungumzo, ambapo ni maneno ya Allah azza wa jalla: alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Maana aya hii ambayo nimeona ni vyema nisome ili tuje kwenye aya yetu ya leo: alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, wale wanaojitolea mali zao katika njia ya Allah azza wa jalla, wanafanya khairi, lakini ili khairi hiyo itimie ni lazima wazingatie yafuatayo: thumma la yutbi'una ma anfaqu, alafu wakawa si wenye kufuatisha kile walichokitoa, mannan wala adha, masimbulizi au udhia. Wametoa walichotoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, hawakuingia kwenye masimbulizi baada ya kutoa, wala hawakuingia kuwaudhi wale waliowapa baada ya kuwa tayari wameshawapa. Wametoa kwa moyo mmoja, kwa moyo mkunjufu, hawasemi vibaya wale waliowapa, hawataji vibaya wale waliowapa, hawawatambii wale waliowapa. Hao lahum ajruhum 'inda rabbihim, watapata malipo yao kamili mbele ya Mola wao mlezi siku ya kiyama. Wala khawfun 'alayhim, lakini pia watu hawa hawatakuwa na hofu juu yao, juu ya yale maisha wanayokwenda kuyaishi baada al-maut, kwa sababu ni maisha ya khairi, ni maisha ya starehe. Wala hum yahzanun, lakini pia hawatahuzunika kwa yale watakayoyaacha katika hii dunia. Na hakika bishara ya namna hii ni bishara iliyokusanya khairi zote. Kile ulichokiacha hutakuwa na huzuni nacho, na huko unakoelekea hutakuwa na uoga wowote, kwa sababu unakwenda sehemu yenye amani, utuvu na utulivu. Baada ya Allah kutuambia hayo, tunaona kwamba aya hii ina munasaba wa moja kwa moja na masala mazima ya kujitolea fi sabilillah. Lakini pia aya imegusia yale ambayo mtoaji anatakiwa ayazingatie ili apate malipo yake kamili: ijtinabul manni wal adha, kuepuka masimbulizi, lakini pia kuepuka maudhi. Kwa hiyo ukitoa katika njia ya Allah azza wa jalla ukaepuka hayo mawili, Allah anakuahidi utapata malipo yako kamili mbele yake, lakini pia hutakuwa na uoga juu ya maisha yako ya baadaye,
hayo maisha ya akhira kuanzia barzakh, wala hutakuwa na huzuni juu ya maisha ya dunia uliyoyaacha. Katika hali kama hii inawezekana kila mmoja akatamani kutoa, kwamba ala, kumbe nikitoa nikiepuka tu haya alman wal adha, bishara ndio hii kubwa, lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Aya hii ni miongoni mwa aya ambazo zinamtamanisha Muislamu mwenye imani juu ya kutoa, lakini si kila mmoja ana uwezo wa kutoa. Hii ni hali ya kwanza. Yupo ambaye anatamani kutoa lakini hana uwezo wa kutoa, atapata faraja. Lakini hali ya pili pia, tukiunganisha na aya inayofuata, wewe ambaye unao uwezo wa kutoa, inawezekana uwezo wa kutoa unao lakini hali ya kutoa huna. Nikimaanisha nini? Tunajua wewe maisha yako ni maisha mazuri, amekujia mtu anahitajio la hapo kwa hapo umsaidie, hujabeba chochote, huna namna yoyote ya kumsaidia. Na zipo hali kama hizi zinatokea. Kweli una nia kumsaidia mtu, lakini ukiangalia simu yako M-Pesa hamna kitu, mfukoni hamna kitu. Kuna maelekezo pia tunapewa kwa mujibu wa sheria. Allah anatuambia qaulun ma'ruf, na hapa ndipo inapoanza safari yetu ya tafsiri kwenye majlisi ya leo. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri, maneno mazuri. Wa maghfira, hii ni tarjama. Wa maghfira, na msamaha. Khairun, hivyo ni bora kuzungumza maneno mazuri na kusamehe. Khairun, ni bora. Min sadaqatin, kuliko sadaka iliyotolewa. Yatba'uha adha, alafu ikafuatiwa na maudhi. Maneno mazuri, msamaha, ni bora hivi viwili. Min sadaqatin, kuliko sadaka iwe kubwa iwe ndogo, kuliko sadaka iliyotolewa. Yatba'uha adha, alafu baada ya kuwa imeshatolewa kinachofuata ni maudhi, kumuudhi yule uliyempa. Sadaka hiyo haina khairi kushinda maneno mazuri na msamaha ambao utamsamehe yule aliyekuja kuomba. Tutaona kwa namna gani. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri. Wa maghfiratun, na msamaha. Khairun min sadaqatin, ni bora hivyo kuliko sadaka iliyotolewa. Yatba'uha adha, alafu ikafuatiwa na maudhi baada ya kuwa imeshatolewa. Wallahu, na Allah azza wa jalla, ghaniyun, ni mkwasi tajiri, halimun, ni mpole. Hii ndio tafsiri au tarjama fupi ya maana ya aya hii. Qaulun ma'ruf. Turudi kwenye aya yenyewe hatua kwa hatua, tuyaone yale ambayo wanazuoni wameeleza min almaani wal fawaid, katika maana na faida. Qaulun ma'ruf, maneno mazuri. Ukiangalia aya hii bado inazungumzia masala mazima ya kutoa. Kwa hiyo kwa tafsiri hii tunaunganisha na utoaji. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri utakayomwambia yule anayekuja kukuomba, yule anayekuja kutaka msaada kwako. Maneno mazuri. Katika maneno mazuri, inawezekana umekuja kuombwa lakini huna cha kutoa. I'tadhir min as-sa'il, mwanaibana, kweli lakini leo siko vizuri, kweli lakini leo sina kitu. Hadha, hili unalizingatia pale ambapo unakuja kuombwa, una raghba ya kutoa lakini huna cha kutoa. Allah anakuambia qaulun ma'ruf, maneno mazuri hayo inawezekana yakawa ni bora kuliko sadaka ambayo inasindikizwa na maudhi. Haya ni maneno mazuri katika mlango wa sadaka. Maana yake ni kwamba unapokuja kuombwa na cha kutoa unacho, toa. Kama huna cha kutoa, kwa maana huna hakiba, au ulichonacho tayari kuna vipaumbele vinakusubiri, kuna mambo ya wajibu yanakusubiri, basi usimjibu kwa maneno mabaya huyu aliyekuja kukuomba. Mjibu majibu mazuri, mpe maneno mazuri. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
wa amma sa'ila fala tanhar, ama yule anayeomba usimkemee. Kama usimkemee unatakiwa uamiliane naye vipi? Qaulun ma'ruf, zungumza naye maneno mazuri kistaarabu, kwa namna nzuri kabisa. Hii ni adab miongoni mwa adab tunazofundishwa kuamiliana na wale wanaokuja kutaka msaada kwetu, alafu wakatukuta tupo katika hali ambayo hatuwezi kuwasaidia. Kama hapa unaamrishwa useme maneno mazuri, fayufhamu min fahwa al-khitab, tunaweza kuelewa kupitia haya maneno, kupitia maneno haya ya Allah azza wa jalla. Kama umeamrishwa uzungumze vizuri na yule anayekuja kukuomba, madamu huna cha kumpa, maana yake pia aone uso mzuri kupitia paji lako la uso. Sababu haiwezekani ukazungumza naye vizuri lakini unaonekana kabisa umechukia, bado utakuwa hujakamilisha katika kuifanyia kazi aya hii. Kwa hiyo kama ambavyo maneno yanatakiwa yawe mazuri, yale mapokezi pia yanatakiwa yawe mazuri. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jamani, katika hali tu ya kawaida, kama hujapenda kuombwa, kinachotangulia maneno mabaya au kukaza sura. Yaani unajua kabisa yule Mr. Vizinga anakuja, kabla hujaanza kumtimua ataona tu kupitia sura yako jinsi ulivyonuna, ulivyobadilika, kama umeramba limau. Inawezekana akikuona tu anageuza. Kwa hiyo kama Qur'ani inakuamrisha zungumza naye vizuri, maana yake pia mpokee kwa uso mzuri. Thumma atadhir lahu, alafu mtake msamaha kwamba bana, Allah akufanyie wepesi, lakini leo umenikuta katika hali ambayo kidogo si hali nzuri. Wa anta sa'il, na wewe ambaye umekwenda kuomba, iqbal minan nasi udhrahum, pokea nyudhuru za watu pale wanapokupa nyudhuru. Sitaki kusema kweli wewe ni wakukosa 10,000, mbona wewe huna? Umekuja kwangu unataka msaada, umenidhania khairi kabisa, bana Muhammadaini nimekwama kidogo, naomba 10,000. Nikakwambia sina 10,000, unaniambia wewe ni wakukosa 10,000. Kama mimi si wakukosa 10,000, mbona wewe umekosa umekuja kwangu? Kweli umenidhania dhana njema, lakini nimekueleza uhalisia wangu. Kwa hiyo wewe ambaye unakuja kuomba pia lizingatie hili. Mtu anapokupa udhuru, mara nyingine si lazima ufunguliwe kila kitu kwamba bana sina au nayo, ina 1 2 3 4 5. Leo umenikuta katika hali kidogo siko sawa, naomba siku nyingine insha Allah Allah akufanyie sahali. Pokea huu udhuru, خلاص tawanyika. Kwa hiyo kama ambavyo hii Adam anatakiwa aizingatie yule aliyeonekana kuwa anaweza kutoa msaada, kadhalika wewe ambaye umekwenda kufuata msaada lizingatie hili. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri. Hii ni kwenye munasaba wa sadaqa, maneno mazuri yanayotoka kwa yule aliyekuja kuomba pale ambapo anakuwa hana cha kuweza kusaidia. Maneno hayo ni mazuri kuliko sadaka ambayo itafuatwa na maudhi. Wadhahaba ba'dhu ahli al-ilmi anna ma'na al-ayati 'amun, lakini baadhi ya wanazuoni wamekwenda kwamba qaulun ma'ruf, maneno mazuri ni maneno mazuri kwa ujumla wake, bijamii wujuhihi, kwa ujumla wake, yawe ni maneno mazuri kwenye mlango wa sadaka au yawe ni maneno mazuri kwenye mnasaba mwingine wowote. Maneno mazuri kwenye lolote, khairu min sadaqatin yatba'uha adha. Sio kwa yule anayekuja kukuomba tu, hata katika miamala ya kawaida maneno mazuri yana thamani. Na tunapozungumza maneno mazuri bisifa amma, tunaweza tukatoa mifano kadhaa, lakini hii inakuja katika miamala yetu ya kila siku kwenye kila kitu tunachokifanya. Labda nitoe mifano 2 3. Qaulun ma'ruf, tuje kwa wafanya biashara. Mtume alayhi salatu wasalam aniwahimiza pia wafanya biashara wazungumze maneno mazuri, na katika maneno mazuri kwa wafanya biashara as-sidqu fi tijara, ni kuwa mkweli katika biashara, hata pale unapoielezea biashara yako kwamba na hii bidhaa ina 1 2 3 4 5, hii ni yenyewe hii kutoka Uturuki, kumbe maskini wanaifyatulia hapa Ubungo.
na wewe unajua, je, hapo utakuwa umezungumza maneno mazuri au mabaya? Maneno mabaya, lianahu kadhib, kwa sababu ni uongo, na uongo ndio kichwa cha maneno mabaya. Ndio maana wafanya biashara wamehimizwa bil khusus wawe wa kweli katika biashara zao. Qaulun ma'ruf, huu ni mfano kwenye biashara. Qaulul ma'ruf inaweza kuingia kwa wanandoa. Mke awe na maneno mazuri kwa mume, mume awe na maneno mazuri kwa mke. Qaulul ma'ruf. Inawezekana kweli unampa mkeo kila kitu, na matumizi unaoacha nyumbani ni sadaqa. Jamani, hivi mnalijua hilo? Ni wajibu wako, lakini unalipwa. Kwa maneno ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, aliwahi kusema hakuna khairi utakayofanya isipokuwa utalipwa mpaka tonge unayoiweka kwenye kinywa cha mke wako. Hiyo ni sadaqa. Hivi hamuoni kuna baadhi ya watu ukiangalia maisha yao ya nje, yani maisha yanakwenda vizuri mashallah, mwanamke yuko kwenye neema, anahudumiwa kila kitu, lakini hana furaha. Ukiuliza kulikoni, anakuambia mume wangu ana mdomo. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqa. Maneno mazuri yanajenga. Inawezekana unamhudumia kila kitu, lakini kauli zako kwake si kauli nzuri. Kwa hiyo aya hii inatuhimiza pia katika mlango huo, mke awe na maneno mazuri kwa mume, mume awe na maneno mazuri kwa mke. Qaulul ma'ruf, hapa tunafasiri qaul ma'ruf bimaana al-ihsanul qawli bi jami'i wujuhihi, ni maneno mazuri kwa namna zote. Na bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anatuambia, wal kalimatu tayyiba sadaqa, maneno mazuri ni sadaka. Katika maneno mazuri, an tad'u li akhika almuslim ala dhahri alghaib. Katika maneno mazuri, badala ya kumsengenya ndugu yako Muislam, muombe khairi ndugu yako Muislam kwa siri. Ni qaulul ma'ruf. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahri alghaib illa qala almalakul muwakkal wa laka bil mithl, au kama qala alayhi salatu wassalam, hakuna muislamu yoyote atakayemwombea muislamu mwenzake kwa siri isipokuwa kuna malaika anaitikia hiyo dua kwamba na wewe upate kama unavyomwombea mwenzako apate. Mashaallah. Kwa hiyo badala ya kukaa ukawa unamsengenya muislamu mwenzako, hata kama unaona ana changamoto, muombe, Allahumma ighfir lahu, Allahumma asturhu, Allah msamehe, Allah mstiri, Allah mrudishe katika njia sawa. Qaulun ma'ruf, ni maneno mazuri hayo. Katika maneno mazuri kadhalika ad-da'watu ila Allah, kuwalingania watu katika njia ya Allah azza wa jalla. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hii ni mifano michache inaweza kuingia kwenye tafsiri ya ujumla ya maneno ya Allah azza wa jalla. Qaulun ma'ruf, maneno mazuri yana ubora wake, yana nafasi yake. Na katika viashiria vya tabia nzuri kwa Muislamu ni pamoja na matumizi mazuri ya ulimi wake. Ni pamoja na matumizi mazuri ya ulimi wake. Na taban hapa kama tutakwenda zaidi ya hapo, hii ni ishara kwamba Muislamu anatakiwa autumie ulimi wake matumizi mazuri kwa namna yoyote, kwa sababu wapo baadhi ya watu watakaoingia peponi kwa sababu ya neno moja, na wapo watakaoingia motoni pia kwa sababu ya neno moja. Inna ar-rajula la yatakallamu bikalima min ridwanillah la yulqi laha balan. Huenda mtu akazungumza neno katika maneno yanayomridhisha Allah, kalizungumza tu, inawezekana wala hajatafakari hivyo, ikawa sababu ya kupata radhi za Allah. Na huenda mtu akazungumza kalima min sakhatillah, neno moja linalomkasirisha Allah azza wa jalla, ikawa ni sababu ya kutumbukizwa katika moto wa jahannam, iyadha billah. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam alimuhusia Muadh, akamwambia chunga sana ulimi wako. Ya Rasulullah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bih, ewe Mtume wa Allah, kwani tutaadhibiwa, tutahesabiwa hata kwa yale tunayozungumza? Akamwambia thakilatka ummuka ya Muadh,
wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, je, kuna vitu vitakavyowaingiza watu kwa wingi motoni zaidi ya vile walivyovichuma kwa ndimi zao? Kwa hiyo nenda, utakapokwenda utarudi kwamba maneno mazuri yana thamani nzuri kwa Muislamu fi ajilihi wa ajili, katika maisha yake ya dunia kadhalika katika maisha yake ya akhira. Hii ni tafsiri ya wale waliosema kwamba aya hii tunaweza tukafasiri kwamba almuradu bihi alihsanu alqawli bijamii wujuhi, kwamba maana ya maneno mazuri yaliyokusudiwa hapa ni maneno mazuri kwa namna zote. Lakini wale wa kwanza wameangalia munasaba wa aya, wakasema hapa kinachokusudiwa ni maneno mazuri pale unapoamiliana na yule aliyekuja kukuomba. Ndugu zangu, miongoni mwa bahati, japo itakawia sana watu kuamini hivi, miongoni mwa bahati ni Allah kumpa ilham mtu mwenye shida akakufuata wewe. Hii ni bahati sana, japo mara nyingine sisi tunaona huwa ni kero lakini ni bahati, ni fursa hiyo Allah anakufungulia. Kuna watu wana uwezo zaidi yako lakini hawafikiki. Wewe mashaallah, haipiti siku kuna watu 5 6 wanaokufuata moja kwa moja, wengine wanapiga simu mpaka unajiuliza kulikoni. Unahisi wamekuja bahati mbaya kati ya Watanzania zaidi ya milioni 60, unasumbuliwa wewe tu, na wanakuja kwa khairi, wanataka msaada kwako. Kwa hiyo hawa Allah aniwaelekeza kwako, kiasi ya kwamba baadhi ya wanazuoni walifikia kusema lao inapita siku sijakutana na mtu ambaye ameniletea changamoto ninayoweza kuitatua, na hisi hiyo siku kwangu ni siku mbaya. Kwa hiyo wanapokuja wenye changamoto zao na unaweza kuwatatulia, watatulie biqadri al-istita', vile unavyoweza. Na ili muone kuwa ni fursa, aliwahi kusema Mtume alayhi salatu wasalam, la an akhruja fi hajati muslimin ahabbu ilayya min an a'takifa shahra, mimi kutoka kwenda kutatua tatizo la Muislamu, ni maana kumpa msaada Muislamu kwa ile ambayo naliweza, ibada hii kwangu ni bora kuliko kukaa itikafu mwezi mzima kwenye msikiti wangu. Kukaa itikafu mwezi mzima katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume anasema kwenda kumsaidia Muislamu, hilo kwangu ni bora kuliko kukaa itikafu mwezi mzima kwenye msikiti wangu. Kuna siri gani? Siri kubwa iliyopo ni fursa. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah azza wa jalla anamsaidia mja wake madamu mja anapambana kumsaidia mwingine. Siri kubwa iliyopo jamani, ukitaka kutatuliwa matatizo yako na Allah, miongoni mwa njia kuwa msaada katika kutatua matatizo ya wengine. Hakuna aliyewahi kutosheka katika hii dunia. Yaani hata yule ambaye unaona kapewa kila kitu, yeye inawezekana anaona hana kila kitu. Na hivi binadamu ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukitaka msaada wa Allah, ukitaka furaha inayotoka kwa Allah, basi kuwa furaha kwenye maisha ya mwingine. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Ukimtatulia mtu tatizo lake katika hii dunia, Allah anakutatulia lako wapi? Siku ya kiyama. Na siku ya kiyama hakuna mtatuzi isipokuwa Allah. Katika hii dunia umefuata wewe, umegoma, anaweza akamfuata mwingine pia. Bali wanasema baadhi ya wanazuoni tunatakiwa tuwe na tahadhari sana pale tunapokutana na watu wanaotuomba. Huwezi jua, inawezekana ikawa ni mtihani Allah akakuletea, kama alivyowatahini wale watatu tulioelezewa mimman kanu qablana. Si mnakumbuka wale watu watatu jamani? Wa kwanza al-Aqra, yule alikuwa na kihara, hana nywele maskini, na katika vitu alivyokuwa anatamani sana nini? Ni nywele. Mwingine al-A'ma, kipofu, hana macho. Mwingine al-Abras, maradhi ya ngozi. Wamekaa na hizo shida muda mrefu, wal hadith maarufu. Kaja malaika, kila mtu akapewa kile anachotaka, anachotamani, maisha yakawa yameanza kwenda vizuri, maskini wakasahau shida zao. Na kusahau shida nako ni sababu ya kiburi. Unajiona wewe ulizaliwa na neema, kiasi ya kwamba anakuja mtu ana shida zake, unajifanya eti huelewi shida.
Kwa hiyo muda umepita, wale watu washaanza kuishi maisha ya neema, wamejisahaulisha shida zao. Malaika akaanza kuja tena, na shida nisaidie kidogo tu. Sasa angalia nyudhuru walizotoa. Mimi nina matatizo chungu nzima, hata hichi nilichonacho hakitoshi. Mbona kama nakukumbuka wewe, si ulikuwa kipindi fulani? Umenifananisha bali. Kwa taarifa yako, hii mali nimerithi kutoka kwa mababu na mababu. Basi kama muongo, Allah akurudishe kama ulivyokuwa. Wakarudi kweli kama walivyokuwa. Wa kwanza kafeli, wa pili kafeli, wa tatu alipofuatwa akasema, angalia, chukua kiasi kinachokufaa katika hawa nyama, sio mmoja tu, kiasi unachotaka. Mimi kuna kipindi nilikuwa sina kitu, Allah akanipa neema bure, na neema zote sisi tumepewa na Allah bure. Umelipa nini Allah akakupa hicho ulichonacho? Eti jamani yaani wewe ulimpa Allah nini mpaka Allah akakupa hayo ulionayo? Dalika bi mahdhi fadlillahi alayk, niko fadhila za Allah azza wa jalla juu yako. Wa kana fadlullahi alayka adhima. Bwana akamwambia chukua unachotaka. Ile bwana akamwambia huu ulikuwa ni mtihani, wenzako wawili wamefeli, wewe umefaulu. Kwa hiyo mayadri, inawezekana na sisi tukapitia mitihani ya sampuli hiyo. Nasallallahu salam. Hii haina maana upigwe maki wapigaji wengi, au sio mzee Yusufu? Wapigaji wengi tena wanaona huko misikitini ndio kwepesi eti yuko mmoja nafikiri ni miezi kadhaa iliyopita alitupiga sana hapa Arusha. Yule alikuwa akija msikitini, yani unaona kama vile kila sehemu kakanyaga na greda. Hapa kiunoni hapana mahusiano kabisa na juu, yani kwenye nyonga hapa juu na chini, yani havina mahusiano. Alikuja pale Qiblatain, nakumbuka na mimi siku nilikuwepo hiyo, mpaka akajikojoza, yani anaonekana kilema wakati ule anachangiwa, akakojoa. Kumbe maskini alikuwa anatembea na kichupa, sijui anakifichaje. Sisi tukawaamrisha vijana wafute mkojo, kumbe walikuwa wanafuta maji ya uhai. Yani ukimuona hivi maskini, subhanallah, hutaki kumtazama mara mbili. Hata wale ambao hawatoi walitoa ile siku. Alafu tukasikia jamaa kumbe tapeli tu, ni mzima na anakimbia mbio za maana kabisa. Inawezekana baadhi yenu pia mshakutana naye kwenye misikiti. Kwa hiyo hii haina maana kwamba basi yoyote anayekuja wewe toa tu. Kama kuna namna ya kuthibitisha, thibitisha. Limadha? Lianna almuslima laysa bilkhibbu wala alkhibbu yakhda'uhu. Muislamu sio mtu mjinga wala hadaiwi na mjinga, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab, si hadaiwi na mjinga. Lakini ikitokea ndo ushatoa alafu ukaja ukabaini kumbe pale tumepigwa, basi sadaka yako tena ishapita mbele ya Allah azza wa jalla. Abdullah ibn Umar, yani watu walijua wepesi wake katika kutoa. Sasa wapo matapeli hawa, yeye alikuwa akishaona wewe mtu wa dini mashallah umenyoka ukimfuata na shida na kusaidia. Sasa wengine walikuwa wanatengeneza mazingira, yuko tayari hata miezi miwili aonekane mbele ya macho ya Abdullah ibn Umar kwamba huyu naye mtu wa khairi. Na hizo stage nafikiri zipo mpaka sasa. Kuna mtu akitaka kukuomba na kutafutia mazingira, wewe unaswali msikiti gani, na anavizia wewe hapa, yeye mbele. Baada ya swala hatoki, utamwacha. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Yani siku akikufuata sura inayokujia ni yule mcha Mungu. Kwa hiyo utaamini kwamba huyu amekwama kweli. Lakini wapo wanaotupiga. Ikikubainikia haki, basi amiliana naye kwa mujibu wa hiyo haki. Lakini kama huna unachojua zaidi ya hiyo dhahiri yake, basi amiliana naye na dhahiri yake. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar watu wakamwambia, hawa wanaokuja kukuomba hawa matapeli tu hawa, wanakuhadaa kwa nafasi ya dini. Akasema, man khada'na lillah in khada'na la, atakayetuhadaa kwa kupitia nembo ya Allah, sisi kuhadaika kuna kosa gani jamani? Kama umetumia dini kututapeli, shauri zako, sisi tutakupa. Mimi ndugu yenu Muislamu mwenzenu na moja mbili tunakusaidia, tukijali udugu wa imani. Kama unatudanganya, anta wa rabbuk, wewe na Mola wako. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri. Wa maghfira, na msamaha. Imefasiriwa maghfira kwa maana ya msamaha,
ikiwa inakusudiwa kumsamehe yule anayekuja kukuomba, kwa sababu waombaji nao wako tofauti. Kuna muombaji mkali, yani utafikiri amekuja kuchukua mshahara wake, kumbe amekuja kuomba tu. Na kuna mwingine hata ukimwambia kwa lugha nzuri, bana sina siku nyingine, wewe ndio ulivyo, mimi nishaambiwa bana, nilikuwa nimekuja kudhibitisha, wewe unajulikana hapa mjini, wewe sio mtoaji. Usikado yamekuwa haya, huyu ningempa ingesema haya. Wapo wakorofi wa namna hiyo. Kwa hiyo Allah anakuambia wa maghfirah, na msamaha, liman asaa ilaika biqawlin au fi'lin, kwa yule aliyekukosea, iwe kwa maneno au kwa matendo, kwa munasaba huu wa sadaka. Kama tulivyoeleza, mfano wapo waombaji wa namna hiyo ambao ukimnyima utaijua rangi yake, au ukijaribu kubaini ukweli utajua. Na mfano mzuri jamani ni mfano wa matapeli kwenye mitandao. Anakupigia, anakutengeneza, ukishamshtukia na akijua umemshtukia, kinachofuata matusi ya nguoni. Kwa hiyo maghfira na msamaha, unaomsamehe yule aliyekukosea katika wale wanaokuomba, hilo pia ni bora kuliko sadaka inayosindikizwa na maudhi. Hii ni tafsiri. Tafsiri ya pili wakasema maghfira maanahu as-sitr, kumstiri yule aliyekuja kukuomba. Sababu inawezekana huku nje tunaonana hatujuani, kila mtu anamdhania mwenzake khairi. Siku na kufuata na kufungulia kurasa za maisha yangu na ushangaa, da kumbe bwana ana changamoto, kumbe bwana akachoka namna hii, bwana muone smart kumbe hana hata pa kuishi. Kwa hiyo Allah anakuambia mstiri, yani kumstiri huyu ni bora. Isije ikawa ndio mazungumzo yako kwamba mnamuona fulani, yule sio mtu kabisa, tofauti kabisa tunavyomjua, ana 1 2 3 nataja aibu zake. Hapana, amekuamini akakuletea aibu zake ili umsaidie. Umeweza kumsaidia alhamdulillah, hujaweza خلاص ustura alayhi hala, mstiri hali yake, usianze tena kumtangaza kwamba yule mnamuona vile tu hohe hahe, amechoka sana yule, hana kitu sana, mnavyomdhania sivyo alivyo. Usturhu, hiyo ni bora kuliko kumpa alafu ukawa unamsimanga. Kama kauli maarufu, wapo waliofasiri wakanasibisha na sadaka, lakini wapo waliofasiri kwa maana ya ujumla. Kadhalika maghfira na kusamehe hapa, wapo waliofasiri kwa maana ya ujumla. Na la shaka sote tunafikiana kwamba miongoni mwa vitu vizuri ni pamoja na kumsamehe aliyekukosea. Allah azza wa jalla amewagawa watu sehemu tatu, akatwambia wajazau sayi'atin sayi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Surah ash-Shura nafikiri. Wajazau sayi'atin sayi'atun mithluha, malipo ya ubaya ni ubaya, yani unaruhusiwa kulipiza kisasi pale ambapo sheria imekuruhusu. Umefanyiwa ubaya, unaruhusiwa kulipiza ubaya, na huu wako kwa sababu ni kisasi katika uhalisia, sio ubaya, lakini Qur'ani imeita ubaya ili ifananishe katika majina na huu ubaya uliopita. Wa illa anayekosewa kweli kakosewa akafanyiwa ubaya, akilipiza kisasi ule sio ubaya. Wajazau sayi'atin sayi'atun mithluha, kundi la kwanza. Na wapo watu wa namna hiyo, fanya watakavyofanya, yeye anataka haki yake. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Alafu kuna hili kundi la pili la wale ambao wanasamehe. Allah anasema atakayesamehe ujira wake wa kusamehe ataupata kwa nani? Kwa Allah. Mwisho kundi la tatu, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah hawapendi madhalimu. Madhalimu ni kina nani? Ni wale ambao wanalipiza alafu wanakwenda zaidi ya vile walivyokosewa. Hawa ni madhalimu. Kwa yupo anayelipiza akalipiza kiasi alichokosewa, yupo anayelipiza akapitiliza zaidi ya vile alivyokosewa, alafu yupo anayesamehe. Kwa mujibu wa hii aya, mnahisi anayefanya vizuri hapa ni nani? Huyu wa katikati, huyu faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ukiangalia aya wajazau sayi'atin sayi'atun mithluha, huyu anayelipiza kiasi kile alichokosewa, hajazungumziwa chochote kwamba anapendwa au hapendwi, kaachwa hivyo hivyo. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, manake huyu anapendwa na Allah. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah hawapendi madhalimu.
Kwa hiyo kuna kundi hapa unatakiwa usiwe katika wao. Kundi la mwisho, wale ambao wanalipiza mpaka wanachukua kile ambacho si chao, hao ni madhalimu. Na hapa tuwe makini jamani, hata katika vitu vidogo vidogo. Hivi kweli, kwa mfano mkeo apike chai, makopo kule jikoni amemchanganya, badala ya kuweka sukari akaweka chumvi, alafu kwa bahati hajaonja amekutengea wakati unakunywa ndio unapata chai na testi ya chumvi. Kweli kwa chumvi tu ambayo pakiti ni shilingi 500 anastahili talaka kwa mfano? Jambo sio kisasi, lakini tupime tu yale makosa. Kweli mkeo ni wa kuachwa kwa sababu kazidisha chumvi au hajaweka sukari, yani kwa mfano yani. Mbona kama vile utakuwa umemdhulumu fulani kwa kosa hilo tu? Nimekwenda huko mbali, lakini ninachokusudia tusiingie katika hili kundi la mwisho ambao wanalipiza mpaka wanapitiliza. Na hawa hakika hawa ni wengi. Amekosewa kidogo lakini anachokuja kulipiza ni kikubwa zaidi. Yaani mtu labda amekutapeli akakuibia shilingi 1000. Ndio kumsimamia usiku, ewe Allah mtie upofu katika macho yake. Ewe Allah mtie uziwi katika masikio yake. Ewe Allah ugandishe ulimi wake, kipasue kichwa chake, lipanue tumbo lake, itie matende miguu yake. Yahe 1000 tu ndo mambo yote haya. Kweli umekosewa, hatukatai umekosewa, si ndio? Lakini unahisi 1000 ndo unamwombea mtu akose macho. 1000 ndo unamwombea mtu apate maradhi, tumbo livimbe. Naam, dua al-madhlum maqbul. Dua ya mtu anayedhulumiwa inakubaliwa, lakini hiki unachoomba yani ndio kweli buku moja ndio matatizo yote haya. Wewe ukiwa nayo tukikupa hiyo moja unaweza ukajitibu. Kwa hiyo tutoke kwenye hilo kundi, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Kundi la pili, faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Hawa wameunganishwa moja kwa moja na Muumba wao. Kama utasamehe basi malipo yako utayapata wapi? Kwa Allah. Hapa kuna himizo kwamba tuwe katika hili kundi la pili. Na la shaka kusamehe ni bora kuliko kulipiza kisasi, lakini inafaa mara nyingine pale ambapo patakuwa na maslahi ya kufanya hivyo. Lakini ukilinganisha kwenye ubora umuman, kusamehe khairun wa afdal, ni bora na ni afadhali kadhalika. Na zipo aya kadhaa zinazungumzia hilo, zipo hadithi kadhaa za Mtume alayhi salatu wasalam, lakini kadhalika sira ya Mtume katika muamala wake alikuwa anatanguliza zaidi kusamehe kuliko kulipiza kisasi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hili kundi la pili ndio kundi ambalo tunashajiishwa. Umekosewa, una uwezo wa kusamehe, samehe. Na msamaha wa kweli inakuwa ni al-afwu 'inda al-maqdira. Yani kweli unaweza kulipiza kisasi lakini ukaamua kusamehe. Huo ndo msamaha. Kama huwezi kulipiza kisasi alafu ukasamehe, mimi nafikiri huu itakuwa sio msamaha, huko ni kushindwa. Kwamba nimemsamehe. Kama usingemsamehe ungeweza kumfikia. Mwingine anakuambia nimemsamehe bure, kweli itakuwa umemsamehe bure. Lakini al-afwu 'inda al-maqdira ndio msamaha ambao unapata hizi fadhila. Hili kundi la pili ndio kundi bora. Kundi la kwanza, wajazao sayiatin sayiatun mithluha. Hili kundi limeachwa hivi hivi pamoja na kuwa inafaa lakini sio salama. Kwa sababu ni mara chache sana kulipiza kwa kiasi ulichokosewa. Mara chache sana kupatia. Mtu amekupiga kibao, hivi cha kwako utakachopiga unahisi kitakuwa sawa na chake alichokupiga? Wewe utakuwa una hasira zaidi. Na kiuhalisia ilitakiwa kile kiasi cha kiganja kilichokugusa ndio kimguse yeye, kiasi cha maumivu uliyopata ndio yampate yeye. Lakini mara nyingi pigo lako litakuwa kubwa zaidi kuliko laki, huenda ukaingia kwenye kumdhulumu katika hili. Kwa hiyo pamoja na huo uhalali, lakini ukiweza kusamehe, dhalika aula wa afdal, kufanya hivyo ni bora zaidi. Qaulun ma'rufun, maneno mazuri kwenye mnasaba wa sadaka au maisha kwa ujumla. Wa maghfira, na kumsamehe aliyekukosea katika wale wanaokuja kukuomba na kumstiri, au kuwasamehe kwa ujumla wale waliokukosea.
Allah anatuambia khairun min sadaqatin yatba'uha adha, kufanya hivyo ni bora kuliko sadaka utakayoitoa ikafuatishwa na maudhi kwa yule uliyempa. Na hapa unakwenda kuchafua nguo uliyofua kwa mikono yako. Umetoa sadaka, ni jambo la kheri, lakini baada ya hapo ukaleta udhia kwa yule uliyempa sadaka, hapo unaiharibu sadaka hiyo. Kwa nini hili limekuwa baya? Kwa sababu umetoa ukapungukiwa katika mali yako, sawa. Kwa hiyo umepoteza mali, lakini zaidi ya hapo pia unapata madhambi. Mali umetoa ukahisi umefanya kheri, lakini ukaja kubatilisha sadaka yako kwa maudhi, kumuudhi yule ambaye umempa. Kwa hiyo hapa unapata hasara mara mbili, utaandikiwa maneno mabaya na ile sadaka uliyoitoa kadhalika inakuwa haina kitu wala malipo mbele ya Allah azza wa jalla. Qalu wal adha huwa al adha as-sari'u min al-mun'im lil-mun'am alayhi, na maana ya maudhi hapa ni yale maudhi ya wazi yanayotoka kwako mtoaji kumuudhi yule uliyempa, katatawuli alayhi, kana vile kumtambia. Si mnajua kumtambia mtu, kuonyesha kwamba wewe ndio nguzo ya maisha yake, bila wewe kwa hawezi kuwa hapo, wewe ndio uliyempa na vitu vya mfano huo. Au yatakabbara alayhi liajli al-ata, au kumfanyia kiburi sasa eti kwa sababu umempa, au kumtia ila ya ufakiri kwamba fulani yule hamna kitu, amechoka sana, wewe huna kitu, nilikuwa nakuona mtu wa maana, kumbe hohe hahe. Hii inaitwa al-adha, maudhi yale ya wazi. Kwa sadaka inayofuatishwa na udhia hiyo au udhia huo, sadaka hii inapoteza maana na malipo mbele ya Allah azza wa jalla. Wanasema wanazuoni wa manba'ul adha amrani, na sababu za haya maudhi ni mambo mawili. Hao wenye tabia hizo, anatoa alafu anakuudhi. Mara nyingine unaweza ukasaidiwa ukasema hapa sirudi tena, hapa sirudi tena. Jamani, naomba niwaulize swali. Nimekuja kukuazima gari naenda Moshi, si ndio? Hivi ni katika maudhi au sio katika maudhi? Imepita nusu saa unanipigia, mmefika wapi? Mmefika salama? Nyinyi mnaonaje haya? Sio maudhi kwa uliyemwazima gari yako? Maki kiwalisia wewe huulizii hali ya gari, wewe huulizii hali ya huyo uliyempa gari, unaulizia hali ya nani? Hali ya gari lako. Hatuna kawaida ya kusalimiana kila nusu saa. Nimekuomba gari, umenipa, subiri jioni nikurudishie gari yako. Lakini kila mmoja, jamani vipi, mnakwenda vizuri? Gari iko sawa? Iko sawa. Mmefika wapi? Mnarudi saa ngapi? Mambo yanakwendaje? Mimi nafikiri haya ni maudhi. Nyinyi mnasemaje? Sio lazima tuafikiane, huu ni mtazamo wa mbali. Una haki ya kufuatilia chako, lakini kama ulikuwa hutaka kunipa si ungesema tu. Kila saa mimi nitashughulika kuendesha gari au kupokea simu zako na kukupa taarifa ya gari yako. Msilichukulie serious sana hili, tutoke huko. Wa manba'ul adha amrani, chimbuko na sababu la maudhi haya yanayotoka kwa wale wanaotoa msaada ni mambo mawili. Jambo la kwanza, karahiyatul mu'ti i'ta'a malihi wa shiddati dhalika ala nafsi. Ukifuatilia unakuta yule ambaye ametoa hakuwa anapenda kule kutoa, katoa lakini bishiqil anfus, kwa taabu, yani inamuuma kweli, kakupa lakini laisa an tibi nafsi, sio kwa roho safi, kwa sababu wanaotoa kwa roho safi kawaida huwa wanasahau. Lakini yule aliyetoa na ikawa imemuuma, yani hii asahau, hakika nakwambia hii hawezi kusahau, na haitakiwi kuwa hivyo. Hii ni sababu ya kwanza, karahiyatul mu'ti i'ta'a malihi. Ukifuatilia unakuta sababu ya maudhi ni kwamba yule aliyetoa hakuwa anapenda kutoa mali yake. Sababu ya pili, ru'yatuhu annahu khairun min al-faqir, ni ule mtazamo wake kwamba yeye ni bora kuliko yule fakiri aliyemsaidia. Kwa hiyo anataka kumtambia, kumuonyesha kwamba yeye ni bora, na katika vinavyoonyesha ubora ni wewe kumfuata, kumuomba msaada. Kwa hiyo anahisi ana haki ya kukwambia chochote, ana haki ya kukufanyia chochote.
wakilahuma mansha'uhu aljahl, na sababu zote hizi mbili msingi wake ni ujinga. Kwa nini uchukie kutoa kidogo kati ya kingi ulichopewa na Allah, wakati kutoa ni agizo la yule aliyekupa kingi? Akakwambia toa kidogo, lakini zaidi yakuwa ni agizo. Amekuandalia thawabu kwamba ukitoa kwa ajili yangu nitakuja kukulipa 1 2 3. Sasa kwa nini wewe uchukie wakati hii kwako ni fursa? Jamani, ndivyo ama sivyo? Kwa yule anayejua kutoa kwake ni fursa. Kwa hiyo ukimwona mtu anachukia na hii inaonekana kwenye maudhi yake, manaki hapa anakaujinga, haelewi fadhila na nafasi ya swala zima la kutoa. Inawezekana katoa tu kwa sababu hakuwa na namna, kana vile kashinikizwa fulani au lakini kwa anayejua uhalisia na fadhila za kutoa, hakika hawezi kumuudhi hata kidogo yule ambaye amemsaidia. Kadhalika sababu ya pili, kujiona kwamba yeye ni bora kuliko fakiri. Sababu hii pia chanzo chake ni ujinga, kwa sababu ubora wa mtu haupimwi kwa uwezo wake, kwamba tajiri ndio mtu bora zaidi mbele ya Allah kuliko maskini. Abadan, mizani haiko hivyo, japo watu wanaweza wakapima hivyo. Yani akili za watu ziko hivyo tangu zamani. Ukionekana una hela hivi, unapendeza, unanukia, una maisha mazuri, watu wanahisi una akili sana kuliko wale ambao hawana, na wala haiko hivyo. Au nyinyi mnasemaje jamani? Hivi hela na uwezo ni ishara ya akili? Mwaka vile mna wasiwasi kwamba mwenye hela ana akili zaidi kuliko ambaye hana. Naona mnakaribia kutokujiamini wale ambao hamna hela wenzangu. Hicho sio kipimo na wala si matusi kwa wale ambao wana hela. Hela zako si ishara kwamba wewe mjanja kuliko wale ambao hawana. Hapana, hiyo ni fadhila ya Allah azza wa jalla juu yako. Na hapa nakumbuka maneno ya mshairi aliposema, kam min alimin a'yat madhahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Wasomi wangapi maisha yamewashinda yani, wengine mpaka wanahama nchi. Alafu kuna wajinga fulani wanatoboa hapa Tanzania. Kuna wasomi kabisa sikia anaenda kutafutia maisha London. Nini maisha mazuri kule, wakati wenzake wanatoboa wakiwa hapa. Lakini pia kuna wasomi mpaka leo ukiwatazama hali zao za kiuchumi zinasikitisha. Alafu kuna watu elimu zao za kawaida Allah kawafungulia. Kwa hiyo kipato hiki hakina mizani hiyo, kwamba wewe ukiwa msomi sana basi utakuwa na kingi, ukiwa mjinga utakuwa huna. Watu wasome, lakini mwisho wa siku arrizqu min Allah, riziki inatoka kwa nani? Kwa Allah azza wa jalla. Allah anatuambia, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni mcha Mungu. Lakini pia kumdharau maskini ukawa unamuudhi kwa msaada uliompa, katika vitu vinavyoonyesha ujinga wako mkubwa ni kutokujua uhalisia wa kile ambacho unakimiliki. Jamani, katika watu ambao watakuwa na hisabu nzito ni wale ambao Allah kawafungulia katika hii dunia. Utaulizwa kila senti umeipataje, umeitumiaje. Hili swali la kawaida ukilieleza, lakini ni gumu sana katika uhalisia. Wale ambao maisha yao ya kawaida wataulizwa, lakini inawezekana majibu yakawa mepesi. Wewe ambaye ulikuwa unifunguliwa, majibu yako yatakuwa kwa kiasi cha uwezo wako. Tumekuja duniani hatuna chochote. Tumekuja duniani hatuna kitu. Allah akatupa kila kitu. Tutaondoka duniani, tutaacha kila kitu, na siku ya kiyama tutaulizwa juu ya kila kitu. Yani hata mali ulizoziacha, just imagine, hata zile ulizoziacha kwa warithi wako, wewe ndio ulizitafuta, utaulizwa pia umezipataje. Katumia mwingine, lakini utaulizwa wewe. Nasallallahu alaihi. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Maneno mazuri na msamaha ni bora kuliko sadaka ambayo inasindikizwa, inafuatishwa na maudhi. Wanasema wanazuoni alayhim rahmatullahi ta'ala,
يعلم بفحو الخطاب أن الإضرار به أولى بالنهي. Kama Allah ametukataza tusimuudhi yule tunayempa sadaka hata kwa maneno yetu, basi kuto kumuudhi kwa vitendo ni aula zaidi kwenye katazo kuliko kumuudhi kwa maneno. Kwa hiyo inafahamika kupitia fahwal khitab. Fahwal khitab wanasema wanazuoni, hii ipo katika usulul fiqh. Fahwal khitab maana yake kile kilichotajwa kwenye aya, kwenye katazo mfano, kinapokuwa kidogo, maana yake kikubwa chake ni aula zaidi kuingia kwenye hilo katazo. Hii inaitwa fahwal khitab. Umekatazwa kitu alafu kuna kikubwa chake, maana yake kama umekatazwa kikubwa chake, kidogo chake kikubwa chake aula bin nahi. يعني يكون ما جاء في المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، أو المفهوم يكون أولى بالحكم من المنطوق. kile kinachofahamika kinyume chake kina nguvu kubwa kwenye ile hukumu kuliko kile kilichotamkwa. Ili mnielewe, Allah azza wa jalla wakati anazungumzia kuwaheshimu wazazi wawili akatwambia fala taqul lahumā uff, usiwaambie hata ile neno dogo. Kama umeambiwa usiseme utakuwa umeruhusiwa kumtukana, au matusi yatakuwa ndio yanaingia zaidi kwenye hili katazo kuliko hiyo Sasa hii inaitwa fahwa al-khitab, yani an yakuna al-mafhum aula bil-hukmi min al-mantuq. Allah azza wa jalla hapa ametukataza tusimuudhi kwa maneno yule tunayempa, maana yake kumuudhi kwa matendo ni aula zaidi kuingia kwenye hili katazo, au kumdhuru ni aula zaidi kuliko kumuudhi tu kwa maneno. Na madhara inawezekana ukamdhuru kwa namna mbalimbali. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, maneno mazuri na msamaha ni bora kuliko sadaka inayofuatishwa na maudhi. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun, na Allah ni mkwasi. Ghaniyun an as-sadaqat, ghaniyun an jami'i khalqihi wa ibadihi, ghaniyun an kulli ma siwah, غني في نفسه لكثرة ما عنده، غني عن خلقه. Allah ni mkwasi, ni tajiri. Alipotuamrisha tutoe haina maana kwa yeye anataka hizo sadaka kama alivyodai Mayahudi. Baada ya Allah kusema man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira, wakawa anasema Mungu wenu huyu fakiri anaomba mkopo kutoka kwetu. Nafikiri Abu Bakr Siddiq alimpiga vibao Finhasi yule Myahudi baada ya kusema haya maneno. Allah akawathibitishia ukafiri hawa, alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Kwa hiyo Allah anapotuamrisha tutoe kwa lugha yoyote, hata lugha ya mkopo, haina maana kwamba yeye anahitajia kutoka kwetu. Hapana, hiyo tunatoa kwa ajili ya mustakbali wetu mzuri, na imetumika tu lugha ya mkopo kuonyesha kwamba yeye anabeba dhamana ya kulipa na malipo yake ni bora kuliko mikopo yetu hiyo tunayoitoa. Kwa hiyo Allah ni mkwasi, hana chochote anachohitajia katika sadaka. Usije ukafikiri unamsaidia Allah chochote, hapana. Allah ni mkwasi, hamuhitaji yoyote katika waja wake. Allah ni mkwasi, ni tajiri, hahitaji chochote. Allah ni tajiri katika nafsi yake, ni tajiri, hakuna yoyote katika viumbe vyake anayemhitajia. Fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ni wake yeye ufalme wa mbingu saba na ardhi saba. Ni zake yeye hazina zake, na hazina zake hazijawahi kupungua tangu aanze kuwaruzuku waja wake, kama alivyosema walillahi khazainu samawati wal ard wa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunziluhu illa biqadarin ma'lum fa khazainuhu subhanahu wa ta'ala mal'a la taghidhuha nafaqa. Hazina za Allah zimejaa, hazipunguzwi na utoaji wake. Anawaruzuku waja wake tangu walipowaumba, na Allah hajapungukiwa na chochote katika hazina zake. Falaysa bihajatin ila khalqi, hakuna chochote anachohitajia kwa waja wake. Wa kullu khalquhu muhtajun ilayhi, bali waja wake wote wanamhitajia yeye. Allahu samad,
Hakuna yoyote kati yetu isipokuwa anamhitajia Allah azza wa jalla, na Allah hana chochote anachohitajia kwetu. Ndio maana la tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in, taa unazozifanya wewe hazimnufaishi chochote, kiasi ya kwamba wacha nimkere eti nimfanyie maasi, unajikera mwenyewe. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, ghaniyyun 'anil 'alamin. Ukimshukuru Allah ukifanya khairi kwa ajili ya maslahi yako, ukimkufuru unajiumiza mwenyewe. La tanfa'uhu ta'atu at-ta'in wa la tadurruhu ma'siyatu al-'asin. Allah hanufaiki na taa za wenye kumtii wala hadhuriki na maasi ya wenye kumwasi. Wa kullu shay'in faqirun ilayhi, na kila kitu kinamhitajia Allah. Ndio maana anasema Ibn Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, huwa al-ghaniy bi dhati alladhi kullu ma siwahu muhtajun ilayhi. Allah ni tajiri kwa dhati yake na kila kitu kinamhitajia yeye Allah azza wa jalla, walaysa bihi hajatun ila ahad, na yeye hana haja na yoyote, hamhitaji yoyote. Kwa hiyo Allah ni ghaniyun bi dhati, kwa dhati yake yeye ni tajiri, anajitosheleza yeye mwenyewe, na utajiri wake ni al-ghina al-mutlaq min jami' al-wujuh. Allah ni tajiri kwa namna zote, kwa dhati yake ni tajiri, lakinahu ghaniyun bi sifatihi aidan, yeye ni tajiri kwa sifa zake. Wa min kamali ghinahu, na ndio maana katika ukamilifu utajiri wake, annahu lam yattakhidh sahibatan wala waladan wala sharikan fi mulki wala waliyan min adh-dhull. Allah hajajifanyia mke wala mtoto, kwa sababu kuwa na mke na mtoto ni udhaifu huu. Allah hana mshirika katika ufalme wake, wala hana msaidizi eti kuna vitu vitamshinda. Huyo sio Allah. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyun, na Allah ni mkwasi, Allah ni tajiri. Yani wakati unamuomba Allah azza wa jalla, unatakiwa ulihisi hili na ulijue na uliamini kwamba unayemuomba ni tajiri. Tunapofuata matajiri wa dunia, yule ambaye unajua utajiri wake unamuomba kwa heshima na matarajio makubwa kuwa atakupa. Sasa alichonacho huyo ni kidogo katika kile alichopewa na Allah. Unapomuomba Allah, unamuomba tajiri aliyekamilika kwenye utajiri wake. Kwa hiyo uwe na matarajio makubwa ya kujibiwa na kupata kile unachoomba kutoka kwa Allah, kwa sababu unayemuomba ni ghaniyun, ni tajiri, ni mkwasi, hajawahi kupungukiwa. Bali lao dunia nzima kila mmoja ataomba anachokitaka, alafu Allah ampe. Allah hapungukiwi, isipokuwa mfano wa sindano inavyopunguza katika maji ya bahari. Ukitumbukiza ukaitoa, kile kinachobaki kwenye sindano ndio mfano wa kile kinachopungua kwenye hazina ya Allah. Na maana ya huu mfano ni kama vile hakuna kinachopungua, sababu kweli tone moja utajimwomba fai kwamba nimeipunguza bahari, ni tone moja hapana. Allahu ghaniyun. Wanasema wanazuoni, miongoni mwa athari za kuliamini jina hili la Allah azza wa jalla na kulijua, yuthmiru fi qalbi almu'min alghina alqalbi, katika tija zake ni kuzalisha ule utajiri wa moyo kwenye moyo wa mu'min. Utajiri wa moyo ambao asili yake ni kukinai, laysa alghina an kathrati al'ard walakin alghina ghina an-nafs au ghina alqalb. Sababu wewe unaye Allah, Allah anakutosha, utamuomba. Na huu ndio utajiri ambao Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anamuomba Allah azza wa jalla, Allahumma inni as'aluka al-ghina, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Aidha, miongoni mwa athari za kuliamini na kulijua jina hili, al-iftiqaru tam ila Allah azza wa jalla. Wewe utakuwa ni muhitaji uliyekamilika kwenye ufakiri wako kwa Allah. Al-faqru jamani sifa dhatia mulazima lil'abd fi jami' ahyani. Ufakiri na uhitaji ni sifa yako inayolazimiana na wewe katika kila hali. Upewe utakavyopewa, wewe bado ni fakiri kwa Allah, unamhitajia Allah. Huwezi ukafika wakati ukasema hivi nilivyo mimi simhitaji Allah. Hiyo haiwezekani, wala utarfata ain.
hata kwa muda wa kupepesa jicho bado unamhitajia Allah azza wa jalla. Allah akupe atakavyokupa katika fadhila zake, lakini bado unamhitajia Allah azza wa jalla, li'annahu al-ghaniyyu dhul ghina al-mutlaq. Sasa angalia ukarimu wa Allah. Allahu azza wa jalla ghaniyyun 'an ibadi, Allah hawahitaji waja wake, wama dhalika yuhsinu ilayhi, pamoja na hivyo anawafanyia huo wema, anawahurumia. Na huu pia ni ukamilifu wa utajiri wake, ukarimu wake, rahma zake. Ukirudi katika maisha yetu sisi binadamu, mara nyingi tunafanyiana wema na ihsan kwa kutaraji maslahi fulani, ajilan au ajilan. Unataraji maslahi kwa maana hii. Hata ukiwa na ikhlas unafanya wema ukiwa unataraji maslahi. Maslahi gani? Ulipo na Allah. Ndivyo masivyo? Maslahi mazuri haya, lakini unafanya kuna jambo fulani unalitarajia, hilo ni la khairi. Lakini wengine ni kwa ajili ya maslahi ya kidunia tu. Wacha nimuonyeshe ukarimu mtu fulani ili niweze kupata kitu fulani kwake. Lakini ukarimu unaofanywa na Allah, hivi Allah azza wa jalla anataraji nini kwetu? Kuna kitu anasubiri? Hakipo. Hata tajiri mkubwa duniani leo anahisi akikusaidia miongoni mwa vitu anavyovitarajia utamheshimu. Ndivyo masivyo? Kiasi ya kwamba ikitokea amekusaidia hujamheshimu, akalijua hilo, unamtaja vibaya, hakupi tena. Lakini Allah watu wanaendelea kumkufuru wazi wazi kabisa. Leo kamwamsha mzima, kafanya maasi, kesho anamwamsha tena mzima, na anamuona. Tofauti na huyo tajiri ambaye hakuoni mpaka afuatilie au simfikie. Allah akakupa, umekwenda kutoa sadaka katika mambo ya batili, kesho anakupa tena. Kuna binadamu hivyo jamani? Hayupo. Kwa hiyo haya yote tunatakiwa tuyaelewe kupitia jina hili la Allah azza wa jalla. Wallahu ghaniyun, Allah azza wa jalla ni tajiri, likathirat ma yamlikuhu idh kullu shay'in milku, kwa sababu kila kitu anakimiliki yeye Allah azza wa jalla. Ghaniyun 'anil ghayr, ni tajiri, hamhitaji mwingine bali wengine wote wanamhitajia yeye. Halimun, halim, sio ghaniyun tu, ni ghaniyun halim. Jamani, katika hali ya kawaida matajiri wengi illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum, wengine utajiri wao inakuwa ndio sababu ya ukorofi wao. Lakini Allah azza wa jalla ma'a kamali ghinahu ni mpole, yahlumu 'anil 'asin, wa wanaofanya maasi anawapa muda, wala yuajiluhum bil 'uquba, hafanyi haraka kuadhibu, mpaka wengine wanaomba adhabu. Lakini Allah hafanyi haraka kuadhibu, anawapa afya, anawaruzuku, anawaneemesha kwa neema mbalimbali, na wao wanazipokea zile neema kwa maasi. Hii ni kuonyesha hilmullah, upole wa Allah. Kwa hiyo ni ghaniyun halim, ni tajiri, alafu tajiri huyo ni mpole. Jamani, katika hali ya kawaida hata kinachopendeza kwa binadamu akikusanya hivi vitu viwili, sote tunafikiana kwamba huyu mtu mashallah, mtu wa maana, anakuwa ni mtu wa pekee, kwamba pesa anayo alafu hana jeuri. Mnamuonaje mtu wa namna hiyo? Walillahi almathalu al'a. Allah azza wa jalla kwenye majina yake na sifa yake anampenda sana yule ambaye atachukua sehemu katika majina yake, kwa maana sio kujifananisha na Allah. Allah ni mkarimu, anawapenda wakarimu. Hiki ndicho ninachokusudia. Allah ni mwingi wa kusamehe, anawapenda wale wanaosamehe wanapokosewa. Kwa hiyo Allah ni halim, mpole, anawapenda wapole. Inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, alhilm wal anat. Mtume alayhi salatu wasalam alimwambia mtu mmoja, una mambo mawili Allah anayapenda, upole na busara. Kwa yule ambaye atakuwa ni tajiri alafu akawa na alhilmu, huyu pia inakuwa ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah azza wa jalla. Ala kulli hal, hii inaonyesha ukamilifu wa majina ya Allah na sifa zake, na kuwa Allah yuko mbali na dhulma na kutokuwatendea haki waja wake. Yeye ni tajiri, anaweza kufanya kila kitu, lakini ni mpole, anawahurumia waja wake.
qaulul ma'ruf, maneno mazuri, wa maghfiratun, na msamaha, khairun min sadaqatin, ni bora kuliko sadaka itakayotolewa, yatba'uha adha, alafu ikawa inafuatishwa na maudhi. Wallahu ghaniyun halim, na hakika Allah azza wa jalla ni tajiri, ni mpole. Aya hii ina faida kadhaa, lakini tutosheke na zile ambazo tumezitaja wakati tunaendelea na tafsiri ya aya. Hapa leo tutakuwa tumefika ukomo. Tumuombe Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.